Karibu kwa taarifa kamili. Jina langu ni Mary Kilobi na mtangazaji wa ishara ni William Sila. Mtazamaji, tunaanza na taarifa za kuhuzunisha ambapo katika kaunti ya Mombasa jamaa mmoja amepoteza maisha baada ya mkewe kumnyofoa sehemu zake za siri. Majirani wamedai kuwa mwanamke huyo mjamzito alimpata akiwa na uhusiano na mwanamke mwingine, na mkasa mwingine wa kimapenzi umeripotiwa huko Nakuru baada ya mwanafunzi mmoja wa chuo kikuu kumuua mpenzi wake na kisha akavamiwa na majirani na kuuawa. Nicholas Wambua ametuandalia taarifa hiyo. Maajabu ya Musa hayeshi, na iwapo yamekwisha basi hapa Bamburi katika kaunti ya Mombasa yangalipo. Jamaa mmoja angekueleza haya baada ya kupatikana na kisu cha ngariba kikiwa na makali zaidi ya kunyofoa kiungo kizima iwapo angepona. Na wakazi ya hapa wakakusanyika kushuhudia kisa kilichomkumba Alois Matata baada ya kuachwa bila uume na mke kufuatia madai kuwa alikuwa kila uroda nje ya ndoa. Wakaenda wakigombana kwa nyumba, kufika kwa nyumba ndo walitoka, jamaa akabebwa kama amedungwa kisu. Alimdunga kisu sehemu za siri, kando na sehemu za siri. Ndo sasa hapo tukamsaidia jamaa mpaka hospitali. Hospitali baada ya kama dakika kama 20 jamaa akaaga. Paulina anadaiwa kuwa mjamzito wakati wa tukio hilo alichukua hatua hii kwa mumewe baada ya kutoweka nyumbani kwa siku 3. Matata alipoteza maisha yake baada ya kuvuja damu kiasi cha haja. Wana ugomvi unaanza unaisha, unaanza unaisha. Na sana ulikuwa unachangiwa na nini? Leo umeisha vibaya. Tujui kuchangiwa ni tuseme ni kawaida. Ni pombe pengine vile alikuwa anakunywa. Yeye mwenyewe kusema hakumpata na mwanamke pale. Hata wenye baa pale wasema hakuwa na mwanamke. Inadaiwa kuwa marehemu na mkewe wamekuwa wakikosana mara kwa mara na kuwa mazoea. Hamasa za kimapenzi vile zimewaua wapenzi wawili waliokuwa wanafunzi katika chuo kikuu cha Egerton mjini Nakuru. Inadaiwa kuwa Sharon Mbone, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Egerton, aliuawa na mpenzi wake wa miaka 25 kwa kisu kufuatia mzozo. Damu kwenye vyombo hapa na kuta ikiwa ishara kamili ya mambo yalivyokuwa. Kwenda huko nikaambia wanifungulie, wakakataa. Nikaambia mama ya msichana anataka kuongea na msichana, kijana akanikataza. Akaniambia hakuna mahali huyu msichana haongeleshi wazazi wake leo. Bahati mbaya ya mapenzi iliingia baada ya majirani kugundua kuwa kitendo hiki kilitendeka, na wakaamua kuchukua sheria mikononi mwao. Walishambulia na kumwacha jamaa huyo na maumivu mabaya, na baadaye akaripotiwa kupoteza maisha yake. Nikapiga mlango, majirani wakakuja wakabomoa mlango. Kubomoa mlango alikuwa already ameshaua msichana. Ni uchungu, nahisi uchungu sana kupoteza kazini yangu. She was like a sister to me. We used to play together. Polisi wanaendelea kuchunguza visa hivi ambavyo sio geni hapa nchini kati ya wapenzi. Nicholas Wambua, KTN News. Na mtazamaji, juma moja kabla ya kinyang'anyiro cha kiti cha useneta katika kaunti ya Kericho, siasa zinaendelea kupamba moto. Naibu Rais William Ruto anakabiliwa na wakati mgumu kutoka kwa waasi wa chama chake cha URP wanaompigia upatu mgombeaji wa kiti hicho kwa tiketi ya KANU Paul Sang. Seneta wa Baringo Gideon Moi na gavana wa Bomet Isaac Ruto wamepeperusha bendera ya KANU huko Kipkelion Mashariki hii leo. Mwanahabari wetu Lofty Matambo anatupa picha ilivyo. Mirindimo ya kisiasa imeendelea kukolezwa hata zaidi. Gavana wa Bomet Isaac Ruto akiongoza waasi wenzake wa chama cha URP na kumpigia debe mgombeaji wa kiti cha useneta cha Kericho kwa chama cha KANU. Paul Sang anapigwa jeki na vigogo wa jogoo Gideon Moi na katibu mkuu wa KANU Nick Salat, ambao pamoja na Isaac Ruto wameapa kumchapa kiboko cha kisiasa naibu Rais William Ruto ifikapo Machi 7 debeni. Ya mama yake peke yake. Hata mama wetu wako na haki kwa hiyo pesa. Si ndio? Si hata nyinyi mko na haki? Hii leo wanakanu walitifua kivumbi cha kisiasa katika maeneo ya Kipkelion Mashariki. Wamebadilishana na wahasimu wao wa Jubilee waliokuwa hapa jana, na hii leo Jubilee wapo maeneo bunge ya Beligot na Bureti, magharibi mwa Kericho.
Wale wanataka kutugawanya kwa misingi ya kabila na Jubilee ambayo inataka kuunganisha Wakenya wote wawe kitu kimoja. Uhuru Kenyatta na William Ruto hatuwezi kupiga kura 2017 kama hawajelete pesa ya mahindi, kama hawajelete pesa ya maziwa, kama hawajetimiza ile ahadi zote walisema, kwa sababu sisi hatutaki kutumika kwa njia mbaya. Naibu Rais William Ruto anakaza buti hata zaidi licha ya shutuma za ukiritimba wa kisiasa katika eneo la Bonde la Ufa kutoka kwa Isaac Ruto na kikosi chake. Hawa watu warudishe ile pesa wanapora Kenya yote. Sisi tule kitu tunataka ni devolution. Ama namna gani? Tulete pesa ifanye kazi mashinani. Siku 8 pekee zimesalia mbivu na mbichi zijulikane katika miereka ya kisiasa inaonekana kuwa kioo cha uchaguzi mkuu mwakani kati ya muungano wa tawala wa Jubilee na vyama vingine vinavyoonekana kukinai muungano huo. Kiti cha seneta Kericho kiliachwa wazi baada ya Charles Kiteri kuteuliwa kuwa waziri wa kawi mwaka jana. Iwe ni vita kati ya fahali wawili au farasi wawili, inaonekana wazi wakazi wa Kericho wameandaliwa ngoma mbili za kupepeta, ile ya KANU na ile ya muungano wa Jubilee. Hata hivyo, vuta nkuvute iliyopo katika muungano wa Jubilee kuhusiana na sakata ya NYS inaonekana kuitia nyufa ngoma ya Jubilee. Lofty Matambo, KTN leo wikendi. Na mtazamaji, tukiachana na siasa, shughuli ya kuwapa watoto wa shule za msingi dawa za kutoa minyoo kote nchini nusra isababisha maafa katika shule moja mjini Kisumu. Zaidi ya watoto 39 walikimbizwa hospitalini baada ya kupata matatizo ya tumbo na kuumwa na kichwa baada ya kumeza dawa hizo. Agnes Penda anaarifu. Watoto wa shule moja ya msingi katika kaunti ya Kisumu wakimiminika hospitalini. Wengine ambao hawangeweza kutembea walibebwa na wenzao ili kutibiwa baada ya dawa za kutoa minyoo walizopewa kuathiri. We carried the exercise yesterday and we did not have any complaint yesterday. It was only today in the morning around 20 pupils came to me in the office. They were complaining of headache and stomachache. Dawa tunapenda kabisa, inatusaidia, lakini sasa hii imekuwa kama kitu ISG ilikuwa dawa imeexpire, tunasikia inatangaza huku. Zoezi la kuwatoa minyoo watoto wa shule za msingi lilifanyika kote nchini hapo jana, lakini katika kaunti hii baada ya kukamilika watoto 39 walianza kuugua. Ni wanafunzi kutoka shule tofauti walioathirika na dawa hiyo, ambayo kulingana na mkurugenzi mkuu wa matibabu katika kaunti ya Kisumu, Dr. Ojwang Lucy, dawa ilifaa kupewa wanafunzi waliokuwa wameshakula chakula. Hao wadaktari wenye walileta hii dawa wangeuliza watoto, kabla hujakula uzimeze dawa. Ukisaa kula ndio uende nyumbani, ndio kusaa kula ndio urudi umeze dawa. Wanafunzi 15 kutoka shule ya msingi ya Ngira, 2 kutoka shule ya Raya na 22 kutoka shule ya msingi ya Ongadi waliathirika na dawa hizo za kutoa minyoo na kutibu ugonjwa wa bilharzia na maafisa wa Wizara wa Afya. Haijulikani kwa nini walioathirika zaidi ni wasichana. Agnes Penda, KTN News.